So madam, kuna chai hapo tumekuwekea, unaweza kupoza koo kidogo. Haina shida. Nikipitia profiles za CEOs na viongozi wengine kwenye taasisi kubwa kama ilivyo hii ya kwetu, naona kwamba watu walisoma Oxford, Harvard na maeneo mengine. Sawa. Wewe ulisoma wapi? Sasa mimi labda kwa kifupi tu kabisa, mimi nimesoma Tanzania, hapa Tanzania. Kuanzia shule ya msingi kijijini mpaka chuo kikuu. Na naweza kusema kwamba ilikuwa ni neema ya Mungu kwamba nilichaguliwa kwenda sekondari, ni kutoka shule ya msingi kwenda sekondari, pamoja na kwamba nilikuwa na juhudi kubwa shuleni na hakika nilikuwa nafanya vizuri tu darasani. Ndio. Lakini nadhani wakati ule hakukuwa na garantii kwamba ukiwa unafanya vizuri, una juhudi, unafanya vizuri darasani kwamba kuna garantii kwamba utafaulu. Wakati ule hakukuwa na hizi shule za kata ambazo ziko sasa hivi, ambapo watoto wenye uwezo ni kama wanafaulu wote. Lakini wakati ule garantii hiyo haikuwepo. Na mimi labda niseme, unaweza ukawa unafanya vizuri darasani na ukakosa nafasi. Yani unafanya vizuri kabisa darasani na unakosa nafasi, na hii ninaweza kuisema kwa dhati kabisa, kwa sababu mfano mimi nilichaguliwa peke yangu. Yani kutoka kwenye ile shule niliyokuwa ninasoma, shule ya msingi pale kijijini, kwenda sekondari. Sasa huwezi kusema kwamba eti watoto wengine pale hawakuwa na uwezo. Hapana, kulikuwa kuna watoto wengi pale darasani ambao walikuwa na uwezo mzuri kabisa, lakini hiyo nafasi hawakuipata kwa sababu ya fursa za wakati huo. Na mimi, na ndio maana ninasema hakika hii ilikuwa ni neema ya Mungu, kwa sababu nilichaguliwa kutoka shule ya msingi hiyo niliyokuwa ninasoma moja kwa moja mpaka Kilakala. Na Kilakala ni shule ya watoto wenye vipaji maalum. Kwa hiyo nilitoka kijijini shule ya msingi nikapangiwa Kilakala moja kwa moja, shule ya wasichana ya Kilakala. Kwa hiyo nikasoma Kilakala pale O level. Nilivyomaliza Kilakala nikawa nimepangiwa shule ya sekondari ya wasichana ya Zanaki. Kutoka Morogoro ukaja mjini katikati. Nikaja mjini ndugu yangu kwa mara ya kwanza nikaja Dar es Salaam. Ndio. Na nilivyotoka Zanaki nikawa nimeenda chuo kikuu cha Dar es Salaam ambako nilifanya BCom accounting. Na baada ya kumaliza chuo kikuu nilipata pia nafasi ya kurudi tena chuo kikuu pale pale Dar es Salaam nikafanya MBA finance. Kwa hiyo naweza kusema kama ambavyo umesikia sasa hapa, mimi nimesoma Tanzania, lakini pia nimesoma shule za serikali. Hakika yani sijawahi kusoma shule ya private hata siku moja. Wewe ni matunda kabisa ya serikali. Kabisa. Naamini unapopelekaga ile mfano wa hundi kubwa, benki ya NMB inatoa gawio kwa serikali. Serikali inajivunia kwamba binti wa nchi hii aliyosomeshwa pia analeta impact kwenye taasisi ambayo inaleta mchango kwenye nchi kiasi hiki. Tunamshukuru Mungu. Baada ya kutoka chuo, hicho kipindi kinakuja na pressure kubwa kweli kweli. Nakuja na tension, watu wanakuwa na stress hapo madam. Wanatafuta kazi, itakuwaje? Sawa kabisa. Wewe kwako hali ilikuwaje baada ya kumaliza chuo? Kabisa. Na nadhani swali lako liko sahihi kabisa. Watu wengi na vijana wengi wanakuwa na maswali, na hata mimi nilikuwa na maswali hivyo. Nilikuwa na maswali mengi ya kutosha, kwa sababu unajua wanasema hakuna ajuae kesho yake. Ndio. Mungu pekee ndio anayejua kesho. Kwa hiyo maswali ni muhimu kujiuliza maswali. Na pengine mimi kwangu maswali ilikuwa zaidi hasa kwa sababu ya hali pia tuliokuwa nayo, kwamba ujue sasa umesha soma, umesoma kuanzia form 1 mpaka form 4, umesoma form 5 mpaka form 6. Sasa unajua kijijini nako wanaanza kusema sasa umalize sasa, umalize uanze kusaidia wajumbe. Na kwa hiyo sasa nimeisha soma form 1 mpaka form 4, nimesoma form 5 mpaka form 6. Sasa nimalize chuo nipate kazi ili na mimi nianze kusaidia nyumbani. Lakini nadhani niseme wakati ule sisi tulipata bahati kubwa. Sisi tulivyofika tu mwaka wa 3 pale, makampuni mbalimbali yalikuwa yanakuja chuo
kuajiri vijana. Of course yalikuwa na masharti yao. Sharti kubwa nadhani ilikuwa ni ufaulu mzuri. Wengi walikuwa wanakuja wanasema kama umepata GPA upper second na kuendelea, lakini wengine walikuwa na masharti ya moja kwa moja kwamba kama umepata GPA kuanzia 4 na kuendelea, basi omba hizi kazi, utafanyiwa mitihani pale. Kwaona mimi niliingia kwenye hiyo process ya moja kwa moja, yale makampuni yalivyokuja niliomba hizo kazi, na hakika niliomba kampuni nyingi. Nadhani niliomba kama kampuni 5 kwa sababu sikutaka yani sikutaka nipoteze chance kabisa. Kuhakikisha kwamba umeomba kote. Yani ili hata ukikosa huku basi upate huku. Kwao niliomba hizo kazi, nikawa nimeingia kwenye mchakato sasa, ile process, tukafanya aptitude tests, na ilikuwa wale ambao wanafaulu ile stage ya kwanza, ina maana sasa unaenda kwenye interviews kwa hatua zinazofuata. GPA iliruhusu ndugu yangu. GPA yangu kwa kweli ninamshukuru Mungu, iliruhusu vizuri kabisa. Sawa sawa. Kwao nikafanya hizo interviews kwenye kampuni mbalimbali na labda niseme ukweli, nilikuwa ninajiandaa sana. Yani nilikuwa ninajiandaa hasa wakati ule, unajua hata mfano kompyuta zipo chache kama chuo pale, nadhani kompyuta tulikuwa nazo computer room, lakini unatafuta nafasi, unaenda computer room, una research kuhusu hiyo kampuni, unasoma, unajua ile kampuni inafanya nini, inahusu nini. Nakumbuka nilivyoitwa kwenye interview ya PricewaterhouseCoopers, hakika nilisoma kuhusu PwC. Yani niliresearch, nikaona hii firm Tanzania inafanya nini, ina partners wangapi. Yani nimeitwa kwenye ile partners interview, ile swali la kwanza tu nilitiririka, nikaongea kuhusu PwC inafanya nini, partners wako wangapi, ina specialize kwenye maeneo gani, sijui taxi, sijui consulting, sijui auditing. Yani nakumbuka mpaka huyo partner aliyekuwa ananiuliza maswali alicheka, yani akasema umepata kazi. Umepata kazi. Hakuna AI chat na nini. AI itoke wapi? Wakati huo Google ilikuwepo. Kwa hiyo tulikuwa tuna Google, na kama makampuni ambayo yalikuwa na website tayari, ilikuwa unakuwa na information nyingi. Lakini sasa labda niseme kwa vijana wetu hasa sasa hivi na nafasi hizi zilizopo, mimi labda ningeshauri hivi. Ndio. Yani kwanza, kijana, fanya sehemu yako. Wewe fanya sehemu yako, na hasa kama unasoma ili uje uajiriwe, basi fanya sehemu yako hasa. Yes. Kama ni kusoma, soma kwa bidii. Hiyo ndio sehemu yake sasa. Kijana, fanya sehemu yako. Yes. Soma kwa bidii, faulu. Faulu. Yeah. Na ukiitwa kwenye interview jiandae. Ukiitwa kwenye interview jiandae, kwa sababu wanasema wewe do your best. Yeah. And God will do the rest. Sure. Yani wewe fanya sehemu yako, alafu mengine mwachie Mungu. Ndio. Kwa hiyo soma kwa bidii, jiandae. Umeitwa kwenye interview, jiandae, soma kuhusu hiyo kampuni, ijue vizuri, jua job description inasema nini, na omba Mungu. Hayo mengine umwachie Mungu, na nina imani Mungu ana nafasi zake za kuwapa watu. Ndio. Lakini labda kwa vijana ambao wako mashule sasa hivi. Yeah. Unajua sasa hivi mimi ninaweza kusema kwamba kwa jinsi ambavyo information ziko kila mahali sasa hivi. Yes. Yani kijana unaweza ukasoma vitu hata ambavyo havifundishwi pale chuo. Sawa. Lakini elewa dunia inaenda wapi. Angalia biashara industries zinaenda wapi. Mfano kama sisi saizi hapa kwenye mabenki tunahitaji sana vijana wanaojua mambo ya data. Our data analysts, data scientists. Tunatafuta vijana wanaojua masuala ya AI. Sasa yani hata kama hivi vitu havifundishwi chuo, labda mitaala haipo, lakini mimi nina imani kwamba mambo haya unaweza ukayasoma hata kwenye mitandao, ukasoma online. Na sisi hapa benki ya NMB kwa mfano tayari tumeshaingia makubaliano na vyuo vingi tu hapa Tanzania. Tumeingia makubaliano na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, UDOM, nadhani na vyuo vingine kadhaa. Na
tunawaambia vile vyuo kwamba hizi ndio skills ambazo tunazihitaji. Lakini kwa makubaliano tulioingia nayo, ina maana vijana wale ambao wanakuwa wamefaulu vizuri kwenye hayo masomo ambayo sisi tunayahitaji wanachaguliwa na vyuo vyao, wanakuja hapa, tunawapa internship opportunities. Kwa hiyo wanajifunza, na hawa mara nyingi wakionyesha juhudi na sisi tukaona kwamba wana uelekeo, mara nyingi tunakuja tunawaajiri. Lakini mimi niseme kwamba, na ndo hii niliyosema mwanzo, kwamba hata kama chuo chako hakifundishi haya mambo, lakini wewe kwa ujanja wako, kwa kufanya online na kadhalika, ukaja kwenye interviews hapa na tukakuona kwamba una huo uelekeo, ndio hakika tunakuchukua na sisi hapa tunatoa nafasi za kuwafundisha vijana baada ya pale. Kwa hiyo tukisha kuchukua hapa, ina maana tutakupa fursa kubwa sana ya kwenda kusomea hayo mambo na ukaspecialize na ukaja ukaongeza thamani kubwa kabisa hapa kwenye benki. Kwa hiyo nadhani huo ndo ungekuwa ushauri wangu mkubwa. Lakini mimi sasa, kama swali lako ambavyo limesema pale mwanzo, baada ya pale na baada ya kuwa nimeshafanya interviews kwenye makampuni haya mbalimbali, nilikuja nikapata kazi kama kampuni 3 hivi, lakini nikachagua kwenda PricewaterhouseCoopers. Kwa nini ulichagua PwC? Sasa labda niseme kwamba chuo kikuu mimi nilisoma BCom accounting. Na unaposoma BCom accounting, masomo hayo yanakuwa na mambo ya finance, mambo ya accounting, mambo ya auditing. Kwa hiyo mpaka ninamaliza chuo nilikuwa nimeshaanza kujenga interest kwenye hayo masomo, na mimi nikaona kwamba embu niendeleze kama nibobee kwenye haya masomo, kwa sababu tayari nilikuwa nimeshajenga interest na nilishakuwa na passion kubwa sana ya kwenye mambo ya finance, mambo ya accounting na mambo ya auditing. Kwa hiyo nikaona audit firm ndio eneo ambalo pengine lingeweza kunipa exposure hasa inayotakiwa, ama exposure stahili hasa kwenye haya mambo ya auditing, mambo ya accounting na mambo ya finance. Lakini pia hata ukiangalia career progression kwenye audit firm, yani ilikuwa wazi sana. Mfano pale PricewaterhouseCoopers ilikuwa inajulikana kabisa, ukianza cheo cha chini kabisa unaanza associate 2 wakati ule. Lakini ilikuwa hakika ukiweka juhudi na ukapanda na ukaleta value kwenye firm, yani watu wakaiona, ukapanda kila mwaka ama baada ya miaka kadhaa, ilikuwa wazi kabisa kuna positions nadhani 8 au 9 mpaka unakuwa partner. Kwa hiyo ukipambana ukapiga miaka yako 10-12 unaweza ukawa partner. Kwa hiyo na mimi nikasema nadhani kampuni ya namna hii ndio ambayo inakuonesha ukuaji, inakuonesha ukuaji, na ukuaji uko wazi. Yani unaona kabisa nikitoka hapa nitaenda hapa, nikitoka hapa nitaenda hapa. Kwa hiyo mwezi wa 8 mwaka wa 2000 nikawa nimeanza kazi pale PwC PricewaterhouseCoopers kama associate 2, ambacho ndio cheo cha mwisho kabisa wakati ule. Lakini baada ya miezi 3 nikawa nimeondoka. Kwa maana cheo cha chini kabisa. Cheo cha chini kabisa kilikuwa ni associate 2. Kwa hiyo mwezi wa 8 mwaka wa 2000 nikawa nimeanza kazi pale PricewaterhouseCoopers kama associate 2, lakini nikakaa miezi 3 tu nikaacha kazi. Ukaacha kazi? Kaacha kazi. Uende wapi? Nilipata scholarship ya kurudi chuo, kwenda kufanya masters, na nilipata hizi scholarship za kubaki chuo kufundisha. Kwa hiyo nikaona embu niende chuo, lakini mwaka nikarudi Mlimani, nikarudi UD. Lakini mwaka 2002 baada ya kumaliza masters sasa in business administration, nikawa nimerudi tena PwC. Sasa nilivyorudi hii mara ya pili, nikakuta wale wenzangu ambao tulianza nao mwaka wa 2000. Kumbuka mnaingia wengi, nadhani si tulikuwa kama 20 tulioingia. Of course kuna tuliotoka chuo kikuu cha Dar es Salaam, kuna wengine waliotoka vyuo vikuu mbalimbali. Tulikutana pale na tukawa tumeanza wote kazi pale. Kwa hiyo mimi nilivyoenda chuo sasa kufanya masters, ninarudi nakuta wenzangu wameshakuwa senior associate 3. Washanipiga gap. Na
Hakika nilikuwa na stress kidogo kwa sababu nimerudi kwenye cheo cha chini kile nilichokiacha, na unajua pale sasa ukiwa associate tu, mkienda kwa client wewe ndo unabeba box file. Yes. Kwa hiyo lakini nadhani umeongeza una masters lakini uko na mabox yako sasa. Uko na box file ukienda kwa client, lakini nadhani nilijisemea moyoni nikasema kwamba nina masters lakini sina experience. Na nikasema embu nifanye kazi. Nifanye kazi. Na kwa hiyo naweza kusema mwaka 2002 ndio hakika nilianza career yangu na PricewaterhouseCoopers. Yes. Nilianza chini kabisa kama associate tu. Labda utatuambia kwamba baada ya PwC ulienda wapi kabla ya kufika benki NMB. Lakini kitu kimoja interesting umekitaja hapo ni uamuzi wa kuacha kazi na kwenda chuoni kusoma. Hayo ni mazingira ambayo naamini yanawakuta watu wengi, hususani vijana. Pale amemaliza mwaka wa 3, ana mjomba au mzazi anataka aende akasome masters, au umepata nafasi ya kwenda masters kama hivyo. Watu wanakuwa kwenye dilema, niache kazi niende shuleni au nifanye kazi kwanza. Mtu aliyepo kwenye mazingira kama hayo, kwa kuangalia kwamba naye ulishai kupitia hiyo, utamshauri nini katika nyakati hizi? Sawa kabisa. Nadhani hapo naweza kusema kwamba hakika inategemea na wakati, inategemea ni wakati gani, lakini pia inategemea na malengo ya mtu binafsi. Lakini kama malengo yako wewe ni kwamba ukitoka kufanya hiyo masters bado unataka kuendelea na kazi, yani kwamba wewe una kazi yako hapa tayari, sasa umepata nafasi ya kwenda kufanya masters. Kama malengo yako ni kwamba ukimaliza masters unataka uendelee na kazi, basi nadhani ningekushauri kwamba usiache kazi. Endelea na kazi. Wewe endelea na kazi na masters hiyo isome kwa namna nyingine, kwa sababu nadhani sasa hivi kuna programs nyingi kabisa. Yani unaweza ukafanya masters ukiwa kazini, unaweza ukasoma masomo ya jioni ukapata masters yako vizuri kabisa, unaweza ukasoma masomo online na ukapata masters yako vizuri kabisa. Nadhani sisi wakati ule hakika, kama ambavyo nimesema mwanzo, wakati ule nafasi zilikuwa bado ziko nyingi. Yes. Mtu ulikuwa unaweza ukaacha kazi yako ukaenda ukafanya masters na baadaye ukarudi. Na mfano mimi sasa niliacha kazi PwC nikaenda nikafanya masters miaka 2, wakasema rudi, njoo ufanye kazi, njoo ufanye kazi. Lakini pia mimi nadhani ilikuwa tofauti kidogo, kwa sababu hata nilisema pale mwanzo kwamba mimi nilipata scholarship ya kwenda kubaki chuo kufundisha. Kwa hiyo ni kama tayari nilikuwa na kazi. Pia. Kwamba ina maana ningemaliza masters yangu kama ningeamua kubaki chuo kufundisha. Ulikuwa na kazi. Na pengine saa hizi ningekuwa nimeshakuwa profesa. Ningekuwa profesa. Ningekuwa profesa, lakini nadhani ushauri wangu tu mfupi, kama una kazi yako tayari, unapata nafasi ya kwenda kufanya masters, kwa sasa ningeshauri, na kama unataka bado kuendelea na kazi, ningeshauri kwa sasa usiache kazi. Wewe fanya masters ukiwa hapo kazini. Ukiwa kazini. Na nadhani pia pamoja na ushauri huo, na lingine ambalo nimelichukua, naamini pia mtazamaji atakuwa amelichukua, ni umuhimu wa kuweza kujiandaa. Yani usichukulie poa poa unapoenda kwenye interview, hakikisha kwamba umejiandaa kiasi cha kutosha. Kabisa kabisa. Baada ya PwC ulienda wapi mpaka hapa NMB? Kwa ufupi tu, mimi nafahamu kuna mtu hajui hapo anatazama sasa hivi. Sasa nadhani mwanzo nimesema kwamba nilianza kazi ama nilianza career yangu na kampuni ya ukaguzi wa mahesabu ya PricewaterhouseCoopers, PwC. Yes. Pale nilifanya kazi kwa takriban miaka 9. Nilifanya kazi kwa karibia miaka 9. Na mimi pale nilikuwa nimebobea kwenye ukaguzi wa mahesabu za mabenki. Kwa hiyo nilikuwa nimebobea kwenye ukaguzi wa mahesabu wa mabenki. Kwa hiyo nilikagua mabenki mengi sana hapa Tanzania. Ukweli nilikagua mabenki mengi sana hapa Tanzania. Yes. NMB ikiwemo. NMB alikuwa mteja wangu wa miaka mingi pale PwC. Lakini labda niseme kwamba kwa hakika pale PwC tulifanya kazi sana. PwC tulifanya kazi, lakini PwC wakatufundisha kazi sana. Wale watu walitufundisha kazi, wakatufundisha kufanya kazi professionally, wakatufundisha work ethics, tukafundishwa integrity,
Yaani weledi wa hali ya juu, uadilifu wa hali ya juu. Weledi, uadilifu ukawa sehemu kabisa ya maisha yetu, lakini labda mimi binafsi nikapata skills za kutosha, soft skills, technical skills, nikajifunza teamwork, jinsi ya kufanya kazi na teams, jinsi ya kucoach watu. Na wanasema, unajua unapokuwa kiongozi, wale watu wanaokuzunguka wana determine kama utakuwa successful or not. Okay. Kwa hiyo jinsi unavyo coach watu ni muhimu sana sana. Kwa hiyo pale PwC kama nilivyosema, nikafanya kazi takriban miaka 9 na nikapanda ngazi mbalimbali. Pale mwanzo tulikuwa tunapanda haraka haraka karibu kila mwaka. Kwa hiyo miaka 5 baadaye 2007 tayari nikawa manager. Miaka 2 baadaye 2009 nikawa senior manager, 2011 nikawa director. Kwa hiyo hakika nikawa nimejenga msuli na kupata hands-on experience kwenye masuala mengi, masuala ya financial management, financial controls, governance, compliance, risk management. Na hizi skills zikaja kunisaidia sana hata nilivyo transition sasa kwenda kwenye banking sector, kwa maana mwaka 2011 niliondoka PwC nikaenda Standard Chartered Bank kama Chief Financial Officer ama afisa mkuu wa fedha. Ndio. Kwa hiyo skills hizi zilinisaidia sana. Lakini Standard Chartered nao wakatufundisha kazi hasa. Kule nikajifunza uongozi wa hali ya juu, nikajifunza sasa governance practically. Yes. Kumbuka kule nilikuwa najifunza governance, lakini kwa kwenda kukagua na kuangalia makampuni mengine yanafanya nini, lakini pale nikaifanya governance mimi mwenyewe hands on. Yes. Kajifunza governance, balance sheet management, efficiency ya hali ya juu. Kama kuna benki ilikuwa inaonyesha efficiency ya hali ya juu wakati ule, nadhani Standard Chartered ilikuwa mojawapo. Kwa hiyo pale tulipata skills za kutosha pia, kama nilivyosema, leadership, governance, mambo ya compliance, lakini efficiency ya hali ya juu. Kwa hiyo labda kwa kifupi kabisa naweza kusema kwamba combination ya skills hizi nilizozipata kuanzia PricewaterhouseCoopers, Standard Chartered Bank, nadhani zimekuwa msingi na msaada mkubwa sana kwangu hata katika uongozi huu wa benki ya NMB na pengine na mafanikio haya makubwa ambayo tunaendelea kuyashuhudia hapa NMB, na mimi namshukuru Mungu sana. Na napenda ambapo unazungumza kuhusu kujifunza, waliwafunza wakawaandaa kwa ajili ya uongozi ulioko hapa. Nimelisikia hilo. Kwa hiyo nadhani unachokieleza ni kwamba leadership capacity ya kwako inatokana na hizi practical experiences ambazo umejengewa katika taasisi hizi. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, na ndio maana tunasema kila mara waga nasema embu fanya kazi kujifunza, work to learn. Itakusaidia sana huko mbele. Usikimbie sana, usikimbie haraka kwenye haya makampuni. Consolidate experience, itakuja kukusaidia sana. NMB Bank, karibu yako.